Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Wananchi leo hii wapo uwanjani, dimba ni moja tu, KMC Complex, wakiweza kualika Coastal Union wanamangushi katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika muendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans ipo katika mechi zake za mwisho kuelekea kumaliza msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia msimu wa 2024-2025. Sasa kocha mkuu Amdi amerudi, ameweza kutangaza kikosi cha klabu ya soka cha Young Africans kinachoanza katika mchezo huu muhimu kabisa, mchezo ambao Young Africans wanapaswa kuondoka na alama 3 mbele ya Coastal Union. Utakwenda kujua kikosi hicho, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu na jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho nimekwambia kinashika dimbani kwa siku ya leo, kikiwa kinaongoza kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mpaka sasa wakiendelea kufanya vizuri kweli kweli, wakienda kulitafuta taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ikumbuke kwamba bado maamuzi ya kasi bado hajaweza kutolewa. Yakitolewa tutakwenda kujua, je, watapewa alama hizo 3 ama watarudia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini mpaka sasa Young Africans wapo juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa kikosi kiko vipi? Kikosi kama ifuatavyo: golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, anafahamu bora wake, amekuwa na muendelezo mzuri kwenye kuzitafuta clean sheet kumfikia Pinpin Kamara, golikipa wa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Unafahamu ubora wa Djigui Diarra anapokuwa katika milango miwili, akiweza kulilinda vyema kabisa lango lake. Ni moja kati ya magolikipa ambao mabeki zake huwa wana confidence ya kutosha kumrudishia mpira, kwa sababu wanafahamu ya kwamba footwork yake iko vizuri kabisa. Lakini pia Djigui Diarra ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi kuanzia chini, ukiweza kushuhudia hilo ambalo atakwenda kulifanya katika mchezo huu mkubwa zaidi ya Coastal Union. Lakini kwa upande wa beki namba 2 atasimama Israel Patrick Mwenda, moja kati ya fullback wa kulia mwenye uwezo wa kutosha kabisa, mwenye hadhi ya juu kabisa. Unafahamu ya kwamba nafasi kubwa ambayo ameweza kupewa Israel Patrick Mwenda ni kuweza kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kuweza kurudisha hapa kurudi mapema, kuweza kuzuia katika lango lake ili Diarra asiweze kupata kashikashi yoyote. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao Israel Mwenda, ambaye ameaminiwa kwa sasa kucheza kama fullback namba 2 katika upande huo wa kulia. Lakini katika upande wa kushoto unakutana na Issa Shadrack Boka, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kasi, mbio, maarifa mguuni ndio kitu kikubwa ambacho Young Africans wanajivunia kuhusiana na Shadrack Boka. Leo hii amepata nafasi ya kuweza kuanza kuhakikisha kwamba upande wa kushoto unakuwa salama kabisa, na ndio upande ambao Young Africans mara nyingi hutumia kuweza kuanzisha mashambulizi kuelekea katika timu pinzani. Hivyo basi Boka leo hii atapaswa kuwa makini kabisa ili kuweza kuwazuia Coastal Union na kuhakikisha kwamba wanaisaidia Young Africans kuondoka na alama 3 pale katika dimba la KMC. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama beki kitasa. Hapa nazungumzia Sergeant Ibrahim Hamadi Baka, akiweza kusimama katika eneo la beki namba 4, akihakikisha kwamba katika eneo la katikati pale wanakuwa wako makini kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarika katika safu yao ya ulinzi kwa siku hii ya leo, sambamba akiwa na beki namba 5, kapteni msaidizi wa kikosi cha Young Africans. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Big
brain defender. Hapa si mwingine unamtaja Dickson Job. Unafahamu bora wake, ni moja kati ya mabeki ambao ni watulivu, wenye maarifa ya kutosha, nguvu na akili kubwa ambayo huwa wanaitumia kwenye kukaba, ndio kitu ambacho kinacholeta ubora kwenye safu ya ulinzi ya Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao utakuwepo katika safu hiyo ya ulinzi ambayo itakwenda kusimamiwa na hao ambao nimeweza kukutajia hapo, au mabeki wanne. Lakini katika upande wa safu ya kiungo cha ukabaji, hapa nazungumzia namba 6. Hapa sasa utakutana atasimama Duke Abuya. Unafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, akiweza kuchezeshwa nafasi mbili tofauti, lakini bado zote ameendelea kuweza kuimarika na kuwa moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Duke Abuya anaendeleza mwendelezo wa kile ambacho amekuwa akikifanya katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nayo Duke Abuya katika ule mchakato wa kuzitafuta alama 3 mbele ya Coastal Union Wanamangush. Lakini katika upande wa namba 7 atasimama Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kumpa nafasi ya kutosha kuanza kabisa kwenye kikosi cha Young Africans, kikosi cha kwanza. Maxim Nzingeli, kasi yake, ubunifu, mashuti makali, namna kuweza kuzipangua beki za timu pinzani, ndio kazi kubwa ambayo leo hii atakwenda kuifanya kuhakikisha kwamba leo hii wanakwenda kuifungua safu ya ulinzi ya Coastal Union. Lakini pia sambamba na hilo, Maxim Nzingeli unafahamu ya kwamba timu inapokuwa ikishambuliwa, si mchezaji ambaye ana uwezo wa kutembea uwanjani. Muda mwingi huwa anapenda kuitumikia timu yake kwa kuweza kuwasaidia wachezaji wenzie kwenye swala la kukaba. Kwa hiyo ni faida kubwa kuwa na Maxim Nzingeli kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa namba 8 utakutana na Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake Zanzibar, kutoka kule akiweza kukiwasha kweli kweli. Unafahamu ya kwamba Mudathiri Yahya ni moja kati ya namba 8 bora kabisa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, na mwendelezo wake umekuwa ni mzuri kweli kweli, akienda kuwapigia simu wapinzani katika swala la kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya jambo jema kabisa, kuhakikisha leo hii wanapata ushindi wa kutosha. Lakini katika upande wa namba 9 utakutana na si mwingine bali unakutana na Prince Mpumelelo Dube, Smile Killer, moja kati ya vijana ambao wanakiwasha pale katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwendelezo mzuri kabisa, mabao 11, top striker kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na amekuwa na mwendelezo mzuri Prince Mpumelelo Dube, na mpaka sasa unafahamu ya kwamba naye pia yupo katika wafungaji bora wakiweza kuwania kiatu cha dhahabu pale katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara NBC. Kwa hiyo hilo halina shida kwa siku ya leo. Tutakwenda kushuhudia ubora mkubwa wa hapa nazungumzia Duke pamoja Dube akiweza kuanza katika kikosi cha leo. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama si mwingine bali ni Pacome Zouzoua. Unafahamu shughuli yake Profesa Waboli, akiweza kuanza katika kikosi hiki, mwalimu akimpatia nafasi ya kutosha, inakuwa ni mchezo wa pili akiweza kuanza katika eneo hilo la namba 10. Lakini katika upande wa namba 11 anakuja Clementi Mzize, akiweza kuanza katika kikosi hiki ambacho Young Africans watakwenda kuzitafuta alama hizo 3 muhimu kabisa katika kikosi chao. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kuhusiana na kikosi cha Young Africans. Utabiri wako ni upi? Nani anaondoka leo hii na alama 3? Ni Young Africans ama itakuwa Coastal Union Wanamangush wakienda kuzitafuta pointi 3 pale?